Habari Tanzania, habari Afrika Mashariki, popote pale unapotufuatilia ukiwa hapa nyumbani Tanzania na kwingineko popote duniani. Karibu kwenye Azam News. Tunayo mengi ambayo tumekuandalia, lakini kubwa tunamulika maoni ya wadau ambao wameshauri serikali kutengeneza mazingira bora kwa vijana au makundi mbalimbali kujiajiri na kuajiriwa pia, ili kuweza kutimiza azma yake ya kutengeneza ajira nchini. Ni hilo pamoja na mengineo mengi. Kuna Mehimidi Olotu, niko na mwenzangu Ivona Kamuntu pamoja na Claudia Mwakatobe ambaye anatutangazia kwa lugha ya alama. Ivona. Barabara, basi tuanze moja kwa moja na taarifa yetu ya habari kwa muktasari. Wadau wafunguka kuhusu mkakati wa kuongeza ajira hususan kwa vijana. Mkandarasi wa barabara akali ya kutika. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aja juu. Afrika Kusini na Marekani zatunishiana vifua kuelekea mkutano wa G20. Na TFF yaweka hadharani majina ya nyota wanaowania tuzo ya msimu wa mwaka 2024-2025. Mazuri kabisa, na tuanze na habari yetu kuu kwa usiku huu. Wadau wa sekta mbalimbali wameshauri serikali kutengeneza mazingira bora ya kujiajiri na kuajiriwa ili kutekeleza azma ya serikali ya kuongeza ajira nchini. Swala la kuandaa mikakati ya kuongeza ajira nchini ni miongoni mwa masuala ambayo yametajwa katika ahadi ambazo zinatarajiwa kutekelezwa ndani ya siku 100 baada ya serikali ya awamu ya 6 kuanza mula wake wa pili. Rais Samia Suluhu Hassan wakati akiwaapisha mawaziri wapya wiki hii aliwaelekeza miongoni mwa majukumu yao ni kuhakikisha wanatekeleza ahadi ambazo zinatakiwa kufanyiwa kazi na serikali yake ndani ya siku 100. Miongoni mwake ikiwa ni swala la kuandaa mazingira bora ya kuongeza ajira. Mikakati hiyo ya kuongeza ajira inajumuisha kuandaliwa kwa mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi, VETA na vyuo vikuu ili kulinganisha mafunzo na mahitaji ya sekta husika. Wadau wa sekta mbalimbali zikiwemo viwanda, tehama, nishati na mifugo wametaja hatua mbalimbali za kuchukuliwa ili kutoa fursa za kujiajiri na kuajiriwa. Fundi wako unayemwaminia sana wa kusuka, yule bingwa kabisa unayemwaminia hajapita VETA. Fundi wako wa garage gari yako ambaye unamwaminia sana unaweza kukuta hajapita VETA. Lakini kuna mtu amepita VETA lakini hatishi sana au hawezi sana kama yule fundi ambaye ndio wewe unamtegemea sana. Kwa hiyo kuna hilo gap ambalo mtaani linaonekana na hata kwenye mahali pa kazi viwandani linaonekana. Maarifa yanayohitajika mtaani ndio yawe maarifa ambayo watu wanayapata shule. Sasa hivi kwenye automation tunaona wenzetu huko wanazungumzia Optimus ambao wanazungumzia maroboti ambayo yanaweza kaleta tija kwenye eneo la kilimo. Tunazungumzia pia kwenye viwanda vyetu. Hatuna viwanda vingi lakini viwanda vinaweza vikaja kwa wingi sana sasa hivi, lakini tukawa na ile digital transformation ambayo itafanya automation kwenye viwanda. Ikasababisha watu sasa wakatumika maarifa yao zaidi, badala ya kutumia nguvu zao zaidi wakatumia maarifa pamoja na ICT kwenye kuleta wingi wa bidhaa, wingi wa mazao, wingi wa products na kusababisha sasa uchumi wetu kukua. Kwa hiyo kuanzisha makampuni madogo madogo ya kutoa huduma kwa watu waliofikiwa na miundombinu ya umeme. Watu walioko vijijini, vijana walioko vijijini waanzishe makampuni, kwa Kiingereza tunaziita service companies. Kampuni ambazo zitatoa huduma kwa wale ambao wamefikiwa na miundombinu ya umeme. Tunaweza tukapata vijana wengi sana hapo ambao watapata ajira. Fedha ziende kwenye kuboresha miundombinu kwenye hizo value chains zote, ili vijana waweze kuingia humo. Hawa vijana hawana mitaji, hawana fedha, hawana pa kuanzia. Lakini ukiwafundisha na ukiwaandaa vizuri, hawa watajiajiri na wataajirika, na hii changamoto ya ajira tutaipunguza kwa kiasi kikubwa sana. Serikali ambayo kuanzia mwaka 2020 hadi 2025 imesema imefanikiwa kuzalisha zaidi ya ajira milioni 8. Pia imepanga kuanzisha programu maalum za mitaala ya viwanda vyenye kulenga kuzalisha ajira kwa Watanzania na kuongeza thamani ya mazao mbalimbali. Sheila Mkumba, Azam.
Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza kamishna wa uhamiaji nchini kukamata hati ya kusafiria kwa maana ya passport ya mkandarasi wa kampuni ya Impresa Deconstruction Engineering Motivation ya nchini Italia ili asitoke nje ya nchi kutokana na kushindwa kukamilisha ujenzi wa mradi wa kituo cha pamoja cha ukaguzi wa magari, yani One Stop Center, kilichopo kata ya Mhalala wilayani Manyoni mkoani Singida kwa zaidi ya miaka 7. Mwandishi wetu Deusi Liganga kutoka mkoani Singida anakuja na undani wa taarifa hii. Ni ziara ya kikazi kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hapa ni Mhalala katika halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Anatoa agizo kutokana na kutoridhishwa kwa kasi ya ujenzi wa mradi huu baada ya kusimama kwa miaka 8 toka mwaka 2016 ambapo ulipaswa kukamilika mwaka 2018. Amefilisika, ameng'ang'ania mradi, amesitisha mradi bila ridhaa ya serikali. Ameambiwa arudishe fidia, hajarudisha. Ninazo taarifa akasema aandikiwe barua, akaandikiwa barua, na leo hii hajaja. Hii ni dharau kwa nchi yetu, hii ni dharau kwa Waafrika. Naelekeza kamishna wa uhamiaji, kamata pasipoti yake, asitoke nje ya nchi mpaka jambo hili liishe. Hii ni hujuma ya wazi wazi. Huyu ni mhalifu, akamatwe na asitoke nje ya nchi mpaka jambo hili. Akiwa katika viwanja vya Bombardier mjini Singida, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba akatoa wito kwa Watanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Tanzania si mali ya serikali. Tanzania si mali ya serikali. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nawaambia vijana wa Tanzania, mengine fanyeni utafiti mwenyewe, fanyeni utafiti wenyewe. Moja ninalowaambia vijana wa Tanzania, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, na Tanzania hii si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania. Ilindeni amani yetu, waidumishe, tuidumishe amani yetu, si wa Tanzania. Tusipende makundi, tusipende kubaguka. Ukabila tuache, mambo ya makundi tuachane nayo. Amewasisitiza watumishi wa umma katika maofisi mbalimbali serikalini kuweza kufanya kazi kwa tija ya kuwahudumia Watanzania ambao wanahitaji huduma za kijamii katika ofisi hizo. Kutoka katika viwanja vya Bombardier hapa mkoani Singida, Deusi Liganga, Azam News. Tukisalia katika sekta hiyo ya ujenzi pamoja na miundombinu, Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ameagiza kukamatwa kwa mkandarasi raia wa China kutoka kampuni ya China Fast Highway Engineering anayetekeleza mradi wa ujenzi wa barabara ya kutoka Ntyuka Mvumi hospitali hadi Kikombo mkoani Dodoma kwa kushindwa kutoa ushirikiano kwa serikali baada ya kubainika utekelezaji wake umekuwa wa kusuasua. Waziri Ulega amechukua hatua hiyo baada ya kupokea taarifa ya mradi kuwa nyuma kiutekelezaji licha ya kwamba tayari serikali imempa malipo ya awali ya shilingi bilioni 9.8 sawa na 10% ya gharama za mradi wote. Sasa mkandarasi alitakiwa awe 13.3 kwa mujibu wa mpango kazi, lakini yuko 2%, lakini vile vile muda wa mradi mpaka sasa uliokwisha ni 38%. Miongoni mwa mambo ambayo tuliyafanya ili kumhimiza mkandarasi aongeze kasi ya utekelezaji wa mradi huu, tumefanya vikao vya mara kwa mara vya kitaalamu. Baada ya kuona hakuna maboresho yoyote aliyoyafanya na kasi bado inaendelea kwenda kidogo kidogo, tulimtaarifu mtendaji mkuu ili tuweze kufanya kikao cha juu cha high level ambacho kinahusisha pia wakubwa wa kampuni hii kutoka China. Kikao hicho Mheshimiwa Waziri tulikiitisha, ilikuwa mwezi wa 9, lakini katika kikao hicho viongozi hao wakuu wa juu wa kampuni hii hawakuweza kufika. Tunataka huo ujumbe wafikie makandarasi wote wazembe wanaolipwa fedha na serikali kisha wanachukulia mambo wepesi wepesi. Hatuna namna yoyote ya kuwavumilia. Abdallah Ulega, huyo waziri wa ujenzi. Mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura amehimiza
jeshi la polisi kuendeleza ushirikiano wa karibu baina yake na wananchi katika wajibu wao kukabiliana na wahalifu kama nyenzo mmojawapo ya kudumisha amani na usalama wa nchi. Amesema hayo mkoani Kilimanjaro wakati wa mahafali ya mafunzo ya awali ya polisi katika shule ya polisi Moshi. Pamoja na hayo, IGP Wambura amewataka askari wapya kuzitambua changamoto za kihalifu zilizopo mitaani na kutumia weledi waliojifunza kuzikabili. Ndugu wananchi mliopo hapa na jamii nzima ya Watanzania, nitoe wito kwenu kuendelea kuimarisha upendo, umoja, ushirikiano na mshikamano na jeshi letu la polisi kwa maslahi ya taifa letu. Tusikubali kugawanyika kutokana na sababu yoyote ile, iwe ya kisiasa, kidini au rasilimali. Tuendelee kutunza tunu yetu ya usalama na amani ya nchi yetu iliyodumu takribani kwa kipindi cha miongo 6 sasa tangu tupate uhuru, na tushirikiane wote kuhakikisha tunakuwa salama wakati wote. Vile vile nichukue nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza wananchi wote ambao wameendelea kuimarisha ushirikiano na jeshi letu la polisi kupitia falsafa ya polisi jamii. Narudi kwenu askari wahitimu. Napenda niwashirikishe changamoto kadhaa mtakazokutana nazo kwenye jamii hivi sasa, ikiwemo matishio kadhaa ya ugaidi, uharamia, dawa za kulevya, usafirishaji haramu wa binadamu pamoja na wahamiaji haramu. Hizo ni baadhi tu ya changamoto za kiusalama mtakazokutana nazo kwenye mikoa mwendako. Mnahitaji ushirikiano wa dhati na wa karibu kutoka kwa wananchi ili muweze kuzuia na kupambana na makosa hayo. Ni mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura. Ikiwa leo ni siku ya televisheni duniani, wataalamu wa masuala ya habari na mawasiliano wamesema chombo hicho cha mawasiliano kitaendelea kuwa cha kuaminika na umuhimu mkubwa katika kuongeza uelewa wa masuala mbalimbali miongoni mwa wananchi, kwa kuwa chombo hicho bado kina nguvu. Siku ya televisheni duniani huadhimishwa Novemba 21 ya kila mwaka, ikiwa ni siku maalum iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kutambua mchango wa televisheni katika kuhabarisha, kuelimisha, kuunganisha jamii na hata kuburudisha. Televisheni inawezesha uwepo wa mijadala ya kijamii, matangazo ya moja kwa moja na vipindi vingine vinavyogusa maisha ya watu, na ndiyo maana kinatajwa kuwa kitaendelea kuwa chombo muhimu. Tuchukulia mfano wa kipindi cha uchaguzi. Wengi sana walikuwa kwenye televisheni zao wakitazama kutaka kuona nini kinaendelea kwenye mtaa wake au mtaa wa jirani yake au maeneo ya jirani, na au katika mikoa mingine au katika nchi nyingine, kujua kwamba nini ambacho kinaendelea kwa wakati ule. Kwa hiyo teknolojia hii ya televisheni ambayo tunayo hivi sasa bado ni teknolojia ambayo itadumu na kuishi kwa muda mrefu sana, kutokana na umuhimu wake na namna ambavyo jamii inaitegemea televisheni katika kupata maudhui na mambo ambayo yana complement, au tuseme inaongeza thamani ya kile ambacho nakipata kwenye magazeti au kwenye redio. Mabadiliko ya ukuaji wa teknolojia, yakiwemo baadhi ya matumizi ya simu janja, mitandao ya kijamii na akili unde AI, yamekuwa yakitajwa kama kichocheo cha uwepo wa habari za upotoshaji, lakini kwa televisheni hali ni tofauti. Kama television chombo cha habari, kuna ile misingi, kuna zile principles ambazo tunatakiwa tuzifuate kuhakikisha chochote kile ambacho kinatoka kwenye televisheni yetu au kwenye tuseme kwa media nyingine kama radio, kama magazeti, ni lazima viwe vimehakikiwa. Ni lazima vipate maadili ya waandishi wa habari, na ni lazima vipate ile misingi ya jinsi ya kutafuta taarifa, jinsi ya kubalance taarifa hizo kuhakikisha kuwa ni za kweli. Kwa waandishi wa vitabu, televisheni ni fursa. Lakini teknolojia sasa hivi imefanya elimu iende kwa watu wengi sana. Iende kwa watu wengi na wafikie kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo ndio nafikiri kuna tofauti kidogo. Zamani kidogo kwanza televisheni zilikuwa sio nyingi.
Visiwani Zanzibar, kituo cha televisheni kina historia yake, ambapo shirika la utangazaji ZBC kilikuwa ni cha kwanza kurusha matangazo ya picha za rangi kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika toka mwaka 1974. Hakika. Kwa sababu sasa hivi kazi ya vituo ni kutengeneza maudhui, alafu tunawapa hao wenye mitambo ambao tunawaita multiplexer ili wao warushe yale maudhui. Sasa huko tunakotoka kila kitu manake tulikuwa wenyewe. Sisi tushanunua transmitter hapa Zanzibar mara 4. Television ina asilimia kubwa sana ya kumuaminisha mwanajamii kutoa kitu sahihi kuliko vyombo vingine kwa sababu ya picha na uhalisia ambao wanauona. Huwezi kumdanganya mtu na anaona hali halisi ilivyo. Siku hiyo ilianzishwa kwa mujibu wa azimio la Umoja wa Mataifa namba 51/205 la mwaka 1996 katika kumbukumbu ya mkutano wa kwanza wa televisheni duniani kama sehemu ya kutambua mchango wake, na kauli mbiu ya mwaka huu inagusia nguvu ya television. Estabela Malisa, Azam News. Rais Samia Suluhu Hassan amewaapisha Jennifer Omolo kuwa katibu mkuu na Dr. Kedmon Mapana kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Katika hafla iliyofanyika leo Novemba 21 Ikulu ya Chamwino, Dodoma, Rais Samia amemwapisha pia Lazaro Nyalandu kuwa balozi. Viongozi hao watatu wamekula kiapo baada ya kuteuliwa na Rais Samia. Omolo na Dr. Mapana watatumikia wizara mpya ya maendeleo ya vijana ambayo imeundwa hivi karibuni na waziri wake ni Dr. Joel Nanauka. Hii ni Azam News, habari kuu usiku huu. Wadau, tukimulika katika taarifa hii, wadau wafunguka kuhusu mkakati wa kuongeza ajira hususan kwa vijana. Ni taarifa kuu usiku huu kwenye dawati letu hapa, lakini tutakaporejea tutakuwa na taarifa zifuatazo. Na wanakijiji Mang'oto wajikomboa kwa kujenga madarasa kupitia mradi na michango mkoani Njombe. Karibu tuendelee na Azam News. Mvutano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na Marekani umezidi kuongezeka muda mfupi kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa kundi la nchi tajiri duniani yani G20 jijini Johannesburg Jumamosi. Ikulu ya Afrika Kusini imesema kuwa mara nyingine kwamba Rais Cyril Ramaphosa hata ukabidhi uongozi wa G20 kwa kaimu balozi wa Marekani siku ya Jumapili. Hatua inaonyesha msimamo mkali wa Afrika Kusini dhidi ya kile kinachoonekana kuwa ni kudharauliwa kwa protokali za kidiplomasia na Marekani. Mvutano umeongezeka kuelekea mkutano wa kwanza wa G20 barani Afrika.
Rais Cyril Ramaphosa amesema Afrika Kusini haitakubali kuburuzwa au kushinikizwa na Washington, akionyesha wazi kwamba uhusiano kati ya mataifa hayo mawili uko katika kipindi kigumu. Ramaphosa amenukuliwa akisema kuwa wamearifiwa na Marekani kwamba wanafikiria upya kuhusu uamuzi huo na majadiliano bado yanaendelea. Hata hivyo, muda mfupi baadaye, serikali ya Rais Donald Trump ilisema hakuna mazungumzo yanayofanyika na kwamba hakuna kiongozi wa ngazi ya juu wa Marekani atakayehudhuria mkutano huo. Msemaji wa ikulu ya White House, Caroline Leavitt, amewaambia waandishi wa habari kuwa Marekani haishiriki katika mazungumzo rasmi ya G20 Afrika Kusini. Ameongeza kuwa rais wa Afrika Kusini alitamka maneno makali dhidi ya Marekani na rais wake, jambo ambalo halikuwafurahisha, na kuongeza kuwa balozi wao yupo Afrika Kusini kuthibitisha tu kwamba Marekani ndio itakayokuwa mwenyeji wa G20 ijayo na kupokea kijiti cha uongozi wa kundi hilo mwishoni mwa tukio. Kauli hiyo ya Marekani ikamuibua msemaji wa ikulu ya Afrika Kusini Vincent Magwenya, ambaye katika ukurasa wake wa X amesisitiza kuwa Rais Ramaphosa hata ukabidhi uongozi wa G20 kwa kaimu balozi wa Marekani nchini humo, kwani inaona ni kama kudharau protokali za kidiplomasia. Naye waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Ronald Lamola amesema hata kama Marekani itasusia mkutano wa G20, dunia inaweza kuendelea kufanya kazi ikiwa na Marekani au bila Marekani. Rais Donald Trump ameamua kutohudhuria mkutano huo unaozileta pamoja nchi 20 zenye uchumi mkubwa duniani kutokana na madai ya kwamba watu weupe wananyanyaswa nchini humo, madai ambayo Afrika Kusini imekuwa ikiyakanusha. Trump hatahudhuria mkutano huo baada ya kuuita kuwa ni wa fedheha katika chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kutokuwepo kwa Marekani katika G20 ni hasara yao, na kuongeza kuwa siasa za kususa hazifanyi kazi. Tayari baadhi ya viongozi kutoka nchi zinazounda kundi hilo la G20 wameanza kuwasili Afrika Kusini tayari kwa mkutano huo wa mwaka utakaoanza kesho Jumamosi. Idi Wesu, Azam News. Kauli ya umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu imeendelea kudhihirishwa na wananchi wa kijiji cha Mang'oto wilayani Makete mkoani Njombe, ambao wamefanikiwa kujenga miundombinu ya madarasa ya shule kwa kutumia michango pamoja na miradi ya shule ikiwemo mradi wa kilimo. Taarifa yake Manuel Kalemba inatufafanulia zaidi. Wananchi wa kijiji cha Mang'oto na maeneo jirani wamesoma hapa na wengine wanaendelea kupata elimu katika shule ya msingi Mang'oto iliyojengwa mwanzoni mwa miaka ya 60. Tunavyoendelea kukua na kuzeeka tunakuta shule imezidi kuwa chakavu. Uchakavu wa majengo ya madarasa ukaamsha hamasa kwa uongozi wa shule walioshirikiana na serikali ya kijiji na kisha kuwasilisha wazo kwa wananchi kupitia vikao na baadaye kuibua mradi wa ujenzi wa madarasa mapya. Tukapendekeza serikali ya kijiji nayo ikawa ikapiga budget na kamati ya mipango na fedha ikapiga budget kwamba tofali tutapata wapi, tutapata kwa wananchi. Basi nikaenda kwa wananchi wakakubali kwamba tutatoa mchango, kila mmoja atatoa 33,000. Mradi wa shamba la miti sambamba na maegesho ama eneo la kukaushia mbao imekuwa ni chanzo cha fedha cha uhakika kwa shule ya msingi Mang'oto. Tukishaita mikutano yetu kama jambo tumeshalipanga kwamba tunataka tutekeleze na shida yetu tunaijua, kwa kweli tunaita mikutano yetu, tunakaa pamoja, tunawekana mikakati. Kwa yule ambaye hajatekeleza tunaitana ofisini, tunakaa vizuri, tunarekebishana mpaka tunafikia kutimiza lengo letu. Tukajenga, tukafika mpaka hatua kupaua. Tukaishiwa zile fedha, milioni 30 ngapi zikaisha. Kwa hiyo tukabidi tena tuuze sehemu nyingine tena ya msitu, ploti nyingine. Tukapata ploti hiyo tukauza kwa jumla ya milioni 40. Hadi sasa shule kwa kushirikiana na wananchi wa kijiji cha Mang'oto wamefanikiwa kujenga vyumba vya madarasa matatu vyenye zaidi ya gharama shilingi milioni 60. Madarasa matatu kwa nguvu ya mwananchi ni karibia milioni 75 kwenye fedha ya serikali, ambayo ukitumia mfumo wa force account ndio ingetosha. Lakini sasa tunaomba tena serikali tuunge mkono ili tuweze kurekebisha majengo mengine makuu, kwa sababu shule kiujumla ni ya zamani, ni kongwe, imechakaa, inahitaji kuboresha. Pongezi zimetolewa kwa uongozi wa shule, serikali ya kijiji pamoja na kwa wananchi wa kijiji cha Mang'oto. Haya ndio mambo ya kujivunia. Tusibaki tunalia. Yaani mwenyekiti wa kijiji upo unalia, mwalimu mkuu upo unalia, serikali ya kijiji ipo inalia. Hapo maana ya uongozi haupo. Uongozi ni kubuni na kuona mambo ili yale mambo unayatekeleza.
halafu natatua changamoto za wananchi. Hili kwa kweli mmefanya vizuri, hongereni mno. Mpango wa shule ya msingi Mang'oto ni kuendeleza rasilimali hii ya misitu kwa ajili ya uendelezaji wa shughuli za shule katika siku zijazo. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe. Shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limetoa orodha ya majina ya nyota wanaowania tuzo kwa msimu wa mwaka 2024-2025, huku shughuli ya utoaji wa tuzo hizo ikitarajiwa kufanyika Desemba 5 mwaka huu 2025 kwenye ukumbi wa Superdome jijini Dar es Salaam. Taarifa ya TFF imeeleza kuwa tuzo hizo zimegawanywa kwenye makundi matano ambayo ni tuzo za ligi kuu ya NBC, tuzo za kombe ya shirikisho la CRDB, ligi kuu ya wanawake, tuzo za ligi nyingine pamoja na tuzo za utawala. Baadhi ya tuzo zitakazowaniwa ni pamoja na tuzo mchezaji bora wa mwaka wa ligi kuu ya NBC ambayo inawaniwa na Dickson Job, Maxim Pia Zengeli na Paco Mezuzwa, wote kutokea Young Africans, pamoja na Faisal Salum Abdallah kutoka Azam Football Club na Jean Shalea wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ilhali tuzo ya Mtanzania anayecheza soka la kulipwa nje ya nchi kwa wanaume inawaniwa na Mbwana Ali Samata Ugiriki, Simon Epigodi Msuva Iraq na Novatos Dismas Miroshi kutokea Uturuki, huku kwa upande wa wanawake inawaniwa na Diana Lucas Mnari Uturuki, Enekia Kasonga Mexico na Opa Clement Mexico. Timu ya Kinondoni Municipal Council chini ya kocha Maxio Baxilo Maximo imezidi kupata matokeo mabaya ndani ya ligi kuu ya NBC msimu 2025-26 baada ya leo kukubali kichapo cha bao 1-0 kutoka maafande wa JKT Tanzania kwenye mchezo uliochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Bao pekee la JKT Tanzania limefungwa na Anwar Kilemile, huku matokeo ya leo yamewapandisha JKT Tanzania chini ya kocha Ahmad Ali kutoka nafasi ya 7 mpaka nafasi ya 2 kwenye msimamo ligi kuu ya NBC wakiwa na alama 10 katika michezo 7 waliocheza mpaka sasa, huku KMC ikisalia nafasi ya mwisho ya 16 wakiwa na alama 3 pekee. Klabu ya Young Africans inataraji kushuka dimbani kesho Novemba 22 kwenye uwanja wa Aman Unguja Zanzibar kupambana na AS FAR Rabat ya Morocco kwenye mchezo wa kwanza wa makundi ya ligi mabingwa Afrika wa kundi B saa 10 kamili jioni na kuonyeshwa mbashara kupitia channel ya Azam Sports 4 HD. Young Africans chini ya kocha Pedro Gongagres ina matumaini makubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo wa kesho, huku akisema ni majeruhi wawili pekee yao Kwasi Atola na Clement Mzize watakaokosa mchezo wa kesho. Ilhali kwenye upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, wawakilishi wa Tanzania Singida Black Stars watashuka kwa mara ya kwanza kwenye hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwenye uwanja wa Nelson Mandela jijini Algiers nchini Algeria kupambana na Shabab Riyadh Belouizdad kwenye mchezo wa kwanza wa kundi C wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2025-26. Na nyota wa Philadelphia 76ers Tyrese Maxey amezidi kung'ara ndani ya ligi ya mpira wa kikapu Marekani maarufu kama NBA baada ya kufunga alama 54, kuchukua rebound mara 5 na kutoa pasi za usaidizi wa kufunga mara 9, kuwezesha timu yake kuibuka na ushindi wa alama 123 dhidi ya 114 za Milwaukee Bucks kwenye mchezo uliomalizika kwenda mpaka overtime nchini Marekani. Tunaendelea sasa kupa uzoefu mpya wa sura zetu za Azam TV kutoka sinema zetu 106 chaneli yetu. Utakutana na sura mpya kabisa ya Anastasia Malinzi kwenye Cinemeka. Wao wanajadili sana tamthilia ambazo ni za hapa za Kiswahili. Utakumbuka Kombolela Huyu hapa. Karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa. Karibu sana. Asante sana Ivona, na furaha sana kuwa nanyi leo. Karibu sana. Sasa mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Tukianza na angalizo, mvua kubwa inatarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe, Iringa, Ruvuma, Katavi na kusini mwa mkoa wa Morogoro. Hivyo wakazi wa maeneo hayo mnashauriwa kuchukua hatua stahiki ili kuepukana na madhara yote yatakayoweza kujitokeza na mvua hizo kubwa. Na matarajio yetu kwa leo usiku ni kwamba maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kuwa ni makavu, wakitarajia tu mawingu kiasi, huku magharibi mwa nchi pamoja na nyanda za juu kusini magharibi wakitarajia mvua katika baadhi ya maeneo zitakazoambatana na ngurumo za radi.
na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini na ukivuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kule kaskazini mashariki. Na hapo kesho upepo unatarajiwa kuendelea kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki kwa pwani ya kaskazini na ukitokea kaskazini kwa pwani ya kusini ambapo wenyewe wanatarajia upepo uvume kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Upepo huo utafanya mawimbi ya bahari yawe ni madogo hadi makubwa kiasi. Huku mikoa inayozunguka Ziwa Victoria ikitarajiwa kuwa na mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo, mawingu kiasi na vipindi vya jua, isipokuwa katika mikoa ya Mara pamoja na Simiyu. Huku pwani yote pamoja na mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida wakitarajiwa kuwa na mvua katika baadhi ya maeneo, mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Magharibi mwa nchi na nyanda za juu kusini magharibi wakiendelea kutarajia mvua katika baadhi ya maeneo zitakazoambatana na ngurumo za radi. Huku nyanda za juu kaskazini mashariki wenyewe wakitarajia hali kuwa shwari kabisa, wakitarajia tu mawingu kiasi katika baadhi ya maeneo na vipindi virefu vya jua. Na hapo kesho ni matarajio yetu kwamba kiwango cha juu cha joto kitapatikana katika mkoa ya Dar es Salaam pamoja na Kilimanjaro ambao wanatarajia kufika hadi nyuzi joto 33 ukilinganisha na mikoa mingine ambayo yenyewe inatarajiwa kuwa na wastani wa nyuzi joto 25 hadi 32. Na kwa wenzetu wa Afrika Mashariki kule Nairobi wenyewe wanatarajia hali kuwa shwari kabisa, wakitarajia tu mawingu kiasi. Mombasa wanatarajia mvua nyepesi katika maeneo machache, mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kampala na Kigali wenyewe wakitarajia mvua katika baadhi ya maeneo zitakazoambatana na ngurumo za radi na vipindi vya jua, bila kusahau mawingu kiasi. Ni hayo toka leo, niwarudishe kwa Ivona na Ahimidiwe. Vipi uzoefu unasemaje? Uzoefu tutaendelea kujenga, lakini naona mambo mazuri. Mwanzo sio mbaya. Mambo mazuri. Nakushukuru sana Anastasia. Asante. Habari kuu siku huu, wadau wafunguka kuhusu mkakati wa kuongeza ajira hususan kwa vijana. Tutakaporejea baada ya muda mfupi tutakuwa na taarifa zifuatazo. Ujenzi wa madaraja yanayounganisha kati ya mikoa ya Dar es Salaam, Mtwara na Ruvuma mbioni kukamilika. Na mvua yasababisha shughuli kusimama baada ya daraja kujaa maji mkoani Mwanza. Karibu tuendelee na Azam News. Kuna Ivona Ahimidiwe na Claudia kwenye lugha ya alama. Ujenzi wa madaraja 8 makubwa na madogo yaliyopo barabara kuu itokayo Dar es Salaam kuelekea mikoa ya kusini kwa maana ya Lindi, Mtwara na Ruvuma umefika 90% na unatarajiwa kukamilika mwishoni
mwa mwezi huu wa Novemba 2025. Madaraja hayo yaliyoharibiwa na mengine kusombwa na maji kutokana na mvua kubwa ilionyesha mwanzoni mwa mwaka huu wa mwaka 2025, hali iliyosababisha kukatika kwa mawasiliano ya mikoa ya kusini. John Kasembe anaeleza zaidi. Hizi ndizo shughuli za hatua za mwisho zinazoendelea kufanywa na wakandarasi wakiwemo wazawa katika mradi huu. Ni baada ya serikali kutenga fedha za kuhakikisha tatizo hili linapatiwa ufumbuzi ama kumalizika. Na nje ya nchi, maana yake Msumbiji pia magari yanapita kupitia njia hii hapa. Kwa hiyo kutengeneza kwa njia hii maana yake imekuwa fursa kwa mikoa ya kusini yote. Na haya madaraja matatu ya hapa, moja la Somanga, la Cheketu hili hapa na la nani hapa na Matandu, ilikuwa ni kikwazo kikubwa sana kwetu sisi. Mpaka sasa progress ya kazi, tunatarajia kumwaga zege leo kuanzia mida ya saa 9. Hii zege ya deck slab, kwa maana ya kwamba sehemu ambayo magari yatakuwa yanapita juu. Akifafanua hatua zilizopo kwa sasa, meneja mradi msaidizi wa mradi huo akimwakilisha mkurugenzi mkuu wa Wakala wa Barabara Tanzania amethibitisha ubora na jitihada zinazofanywa kukamilika kwa ujenzi wa mradi huo. Miradi hii inaigharimu serikali zaidi ya bilioni 119. Mwandishi, kama unavyoona eneo hili tuliposimama sasa hivi ni eneo ambalo tunatarajia kumwaga zege usiku wa leo, na tunategemea kuimaliza kazi hii labda kesho. Na kazi hizi zinafanyika sambamba na kunyanyua tuta la barabara. Serikali itasaidia wananchi na kutakuwepo hakuna tatizo katika maeneo haya, hasa nyakati za mvua na ambazo siku za mvua, na kuhakikisha kwamba uchumi hautasimama. Kila mahali kuna mkandarasi. Tuna wakandarasi wa ndani, tuna wakandarasi wa nje. Na tunategemea basi utakapofika mwishoni wa mwezi huu wa 11, basi madaraja yote 4 ambayo yako katika barabara kuu yatakuwa yamekamilika. Shughuli za umwagaji zege katika madaraja hayo zimeanza na mkandarasi mzawa Makapu Construction Limited, kati ya wakandarasi waliopewa tenda katika mradi huo, na sasa kazi hizo zinafanywa usiku na mchana ili kuhakikisha ifikapo mwishoni mwa mwezi huu Novemba mradi huo unakamilika. Kutoka hapa John Kasembe, Azam News. Watumiaji wa barabara ya Mwanza Shinyanga wamejikuta kwenye wakati mgumu, huku wengine wakishindwa kufika kwenye shughuli zao za kujiingizia kipato kufuatia mvua ilionyesha na kusababisha daraja la dharura eneo la Mkuyuni kujaa maji na kuzuia vyombo vya moto na watembea kwa miguu kuvuka kwa urahisi. Baadhi ya wananchi waliokuwa maeneo hilo wameiomba serikali kuharakisha ujenzi wa daraja katika eneo hilo, kwani sio mara ya kwanza kwa changamoto hiyo kujitokeza. Hapa nimefika tangu saa 2. Saizi saa 7 kasoro sijavuka. Kama unavyoona shida ni maji. Mvua imenyesha, maji ndo kama hivyo, daraja limejaa, kuvuka tumeshindwa. Tangu saa 2 tumekaa kama hivi, na mpaka sasa hivi hatujajulikana tutavuka muda gani. Yaani changamoto ambayo inasumbua hapa ni issue ya daraja. Kwa hiyo kama daraja litarekebishwa, mimi na imani itakuwa ni rahisi sana kwa sisi, hasa sisi ambao tuna makondakta wa daladala na madereva tunasumbuka zaidi. Moto kwa kweli ina kosti. Kwa sababu muda huu unatakiwa mtu uwe sehemu ambayo ulikokuwa unakwenda ili ufanye mambo yako kulingana na ratiba zako za tangu asubuhi. Lakini tumekwama hapa, hakuna njia, maji yamejaa. Kwa kweli inatuasili hata kiuchumi. Serikali kwa kweli iangalie inatusaidiaje, kwa sababu asilimia kubwa ya sisi wajasiriamali tunategemea usafiri. Sasa kama usafiri hakuna, ina maana tutakufa njaa. Familia zetu zinaishi kulingana na tutoke tufanye 1 2 3 maisha yaende. Hospitali ya Taifa ya Muhimbili imebainisha asilimia 80 ya wagonjwa wanaofanywa upasuaji kwa ajili ya mtoto wa jicho wanafanyiwa kwa njia mpya ya matundu, tofauti na ilivyokuwa hapo awali, hali inayofanya kuwa na uharaka wa kupona na kupunguza changamoto kadha kwa wagonjwa. Hayo yameelezwa na mkuu wa idara ya macho katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili wakati wakiwaruhusu wagonjwa 60 waliofanywa upasuaji huo kupitia kambi maalum ya matibabu ya macho iliyoandaliwa na taasisi ya Vision Care kwa kushirikiana na Hospitali ya Muhimbili, akiweka wazi kwamba
Kati ya watu wazima 24 wanaoletwa wakiwa na shida ya macho, 19 wanagundulika na mtoto wa jicho. Upasuaji wa awali ulikuwa unaweka mkato mkubwa kidogo na unaitoa ule mtoto wa jicho mzima, lakini njia hii unatengeneza matundu madogo, na kupitia hayo matundu madogo una uwezo wa kumtoa yule mtoto. Kupitia yale matundu ukaweza kuongeza lens, ukaweka ile kioo au tunaita lens ili mtu aweze kuona. Kwa hiyo faida ya kwanza ni kuweza kupona haraka. Faida ya pili ni masumbufu yanayotokana na operation. Labda kuwa jicho jekundu. Zamani ulikuwa ukifanyiwa ukitoka unaweza kuona jicho kama mtu umepigwa ngumi, kila mtu anakushangaa. Lakini ukiangalia hapa, wachache anaweza kaa na wekundu fulani, lakini jicho mtu kama tusipokufunga hivi mtu anaweza asielewe zaidi. Huduma ya macho inahitajika sana. Kwa hiyo sisi tunaamua kusaidia kutoa vifaa mbalimbali na kama alafu madawa mbalimbali, kwa hiyo kuboresha na huduma ya macho inaboresha hapa Tanzania. Ila huko ilikuwa inaoni 10%. Nimefanyiwa jana, leo nimeona vizuri. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana, na naamini wagonjwa wenzangu waliopata nafuu kama mimi mtakubaliana na mimi kwamba upasuaji huu ni upasuaji maalum, upasuaji ambao utawasaidia wengi. Ni Lolaskas Mpota miongoni mwa wanaosumbuliwa na changamoto za macho. Katika kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa ifikapo mwaka 2050, serikali kupitia Wizara ya Elimu ngazi ya vyuo vikuu imehimizwa kuongeza kasi ya kuzalisha rasilimali watu wenye uwezo wa kushindana kimataifa ili kuongeza ukuaji wa uchumi wa taifa. Kauli hiyo imetolewa na mjumbe wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC kwa maana Kanisa Katoliki, Askofu Eusebio Kyando wa Jimbo Katoliki Njombe, wakati wa mahafali ya 18 ya Chuo Kikuu cha Ruku kilichopo mkoani Iringa, ambapo amevishauri vyuo vikuu kuanzisha fani zenye ushindani katika soko la ajira ili kuwawezesha vijana kujiajiri badala ya kutegemea kuajiriwa. Yaani ni muhimu mfumo wetu wa elimu uzalishe rasilimali watu wanaoweza kushindana kimataifa na kutoa mchango wa kweli kwa maendeleo ya taifa letu. Wataalamu, wabunifu, viongozi wenye maadili na watu wenye uwezo wa kukabili changamoto za wakati wetu. Ni ukweli kwamba mataifa yanayopiga hatua kwa kasi huwekeza kikamilifu katika elimu, na elimu ya juu ndio msingi wa kutayarisha wataalamu mahiri katika fani mbalimbali. Kama mjumbe wa Baraza la Maaskofu natambua umuhimu wa elimu katika dunia ya sasa, na wasisitiza muendelee kujiendeleza katika nafani zenu mbalimbali ili kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia na mahitaji ya kiuchumi yanayobadilika kwa kasi. Kumbukeni kuwa kujifunza ni safari isiyo na mwisho, na malengo yenu ya elimu yanapaswa kuwa nyenzo ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii na taifa letu. Katika mwaka wa pili wa kutekeleza mradi wa COPEFO ambao unawajengea uwezo wanafunzi wetu kushirikiana na jamii katika kuzitambua na kutatua changamoto zilizopo kwenye jamii zinazohitaji wataalamu. Mradi huu unadhaminiwa na Erasmus ambao unaelekezwa kwa pamoja na vyuo vikuu 8 vilivyopo Afrika na pia vyuo vikuu 2 vilivyopo barani Ulaya. Tuangalie habari zingine muhimu kwingineko nchini. Waandishi wa vitabu na wachapishaji katika maonyesho ya vitabu wameomba serikali kupewa kipaumbele na kuwa na sera madhubuti itakayosaidia kulinda na kuimarisha sekta hiyo. Kwa upande wake, Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi amewaahidi kushughulikia changamoto zao na kuwataka kuongeza ubunifu ili vitabu vyao vivutie wasomaji. Mikoa 16 ya Tanzania bara imewasilisha sampuli za kahawa kwenye mashindano ya kuonja kahawa yanayoratibiwa na Bodi ya Kahawa nchini TCB ili kupata mshindi atakayewakilisha nchi kwenye mashindano ya bara la Afrika nchini Ethiopia mwezi Februari mwakani. Tanzania iko mbioni kuanza kuongeza thamani ya zao la kuzalisha malighafi zitokanazo na madini ya shaba na nickel
kutokana na ujenzi wa kiwanda cha kuchakata madini hayo wilayani Bahi mkoani Dodoma kufikia 85%. Na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amefanya ziara katika bandari ya Karema mkoani Katavi na kushuhudia maendeleo ya ujenzi wa meli 4 za mizigo ambazo zinatazamiwa kusaidia usafirishaji shehena katika ziwa Tanganyika. Kamishna wa idara ya ukuzaji uchumi Tume ya Mipango Zanzibar Dr. Amir Haji Sheha amesema kuwepo kwa changamoto ya ucheleweshwaji au kutokamilika kwa miradi ya ujenzi wa serikali kunachangiwa na ufuatiliaji hafifu miongoni mwa watendaji katika taasisi za serikali. Amebainisha hayo mjini Unguja wakati akifungua mafunzo ya siku 4 kwa watendaji hao. Tukubaliane kwamba hapa ni katika maeneo ambapo kidogo tuna changamoto, hasa kwenye miradi ya ujenzi. Kuna kitu wanakiita contract management. Contract management huwezi kufanya vizuri kama huna M&E framework katika taasisi, na humu tunakuwa na shida sana. Sasa hivi dunia inabadilika, kuna mabadiliko ya kimifumo, kuna mabadiliko tofauti. Kwa hiyo lazima na knowledge za wataalamu lazima zibadilike. Haziwezi kuwa vile vile kwa miaka fulani nyuma, lazima tuzibadilishe. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna gap katika ufuatiliaji, ndiyo maana tumeona kwamba tutoe haya mafunzo ili tuhakikishe ile miradi inafuatiliwa vizuri na vile vile inatekelezwa vizuri kwa ufanisi yani. Ili ya kupata mafunzo juu ya masuala ya ufuatiliaji na tathmini. Mafunzo haya ni muhimu sana kwa taasisi za serikali katika kufuatilia na kutathmini programu na miradi mbalimbali inayotekelezwa na serikali. Hii itasaidia katika kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo yamekusudiwa na serikali yanafikiwa kwa wakati. Tuelekea sasa mtandaoni na Moses Muhammad yuko hapa. Upendeza sana. Shukrani sana. Hapana, hivyo na sina safari, lakini nashukuru sana kwa kongole hiyo na niwashukuru tena kwa kunikaribisha hapa. Lakini kabla hatujaanza na taarifa tulizonazo leo, tuwarejeshe kidogo nyuma Ivona katika kile ambacho mimi na wewe jana tulikuwa tuna mjadala ulioendelea. Jana tulikuwa na lile neno la lingo. Tukasema ni kundi ama kifungu cha miti ama kuni ambazo zinakuwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Katika maneno tuliokuwa tukizungumza tukataja neno boriti. Ndiyo Ivona, boriti. Ukawa unauliza Moses, mbona tunaambiwa kwa nini uone kibanzi katika jicho langu usahau boriti iliyopo katika jicho lako? Ukawa unataka kuelewa hasa ni nini. Sasa boriti ni fimbo ama mbao ndefu ambayo mara nyingi huwa inatumika katika kupaua ama kuweka paa katika nyumba. Kwa hivyo ule msemo, kwa sababu kibanzi ni kipande kidogo cha mti, kwa hiyo msemo ule huwa unatumika kumaanisha kwamba huwezi kuona jambo ambalo ni dogo kama kibanzi, kama kipande tu cha mti, ushindwe kuona mti mrefu kama boriti ambao upo katika jicho lako. Ungekuwa unakuja hivyo kila siku tukikuwa tubishani. Mitandaoni hii leo, baada ya kufanya ufafanuzi huo, tuelekee kule visiwani Zanzibar ambako Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi hii leo wakati wa ibada ya swala ya Ijumaa alitumia fursa ya kufanya ibada hiyo, lakini pia kuzungumza na wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wake, akiendelea kusisitiza wananchi sote tuendelee kuiombea nchi yetu kuwa na amani. Ni jambo kubwa sana hili ambalo sote kwa imani zetu tunapaswa kumwelekea Mwenyezi Mungu na kumuomba nchi yetu iendelee kuwa na amani. Mbali ya taarifa hiyo, katika mitandaoni hii leo ilikuwa ni siku ya televisheni. Watu wote leo hii tumejaribu kujisikia furaha kubwa sana kuona kwamba sisi tuliopo katika televisheni tulikuwa tukifurahia siku hiyo. Lakini ukitazama katika upande mwingine, wenzetu wa makumbusho ya taifa, wao sasa walikuwa wameletewa zile kumbukizi za namna ambavyo nchi ya Urusi ilikuwa imeshiriki katika kufanya zile harakati za kupatikana kwa uhuru wa iliyokuwa Tanganyika wakati huo. Na wao ni kupitia katika gazeti lililokuwa likichapishwa kipindi hicho cha enzi hizo. Kipindi hicho gazeti lao lilikuwa likifahamika kama Urusi Leo. Kwa hiyo taarifa zilikuwa zikitoka hapa
katika kipindi kile, katika maana ya Tanganyika, zikichakatwa na kuandaliwa makala na taarifa mbalimbali, kisha zinachapishwa na Watanzania ama Watanganyika wakati huo walikuwa wakizisoma na kupata habari kem ambazo pia ziliendelea kuchochea na kuhamasisha uhuru wa Tanganyika kupatikana. Wakati unafurahia televisheni, basi pia ufurahie na magazeti, katika maana ya kwamba hivi vyote ni vyombo vya habari. Nataka tukitoka hapa Ivona twende tukatafute neno jengine moja. Nini? Hii leo. Ivona, nataka nikupe kazi. Tukitoka hapa tukatafute neno jengine moja. Leo hii neno letu la Kiswahili ni king'ani. Mie ni mwenda gym sasa. Ni king'ani. Yani wale watu ambao huwa wanavaa zile skin tight ama nguo za kubana ngozi. Zile zinaitwa king'ani katika lugha sanifu ya Kiswahili. Mbali na Moses kuwa mtangazaji mzuri, lakini nimegundua anaweza kuwa mwalimu mzuri pia. Kwa hiyo atumie hiyo umahiri. Wacha niwaandae nyumbani wanaendelea king'ani ya kesho kwenda mazoezi. Shukrani sana, ahimidiwe, lakini pia shukrani tena. Sawa, sisi tunakushukuru sana Moses. Tunashukuru sana. Taarifa tulio ipokea hivi sasa kutoka kwenye chumba cha habari, Balozi Lazaro Nyalandu ameteuliwa kuwa mshauri wa Rais Samia Suluhu Hassan katika masuala ya diplomasia. Na basi hatuna la ziada, wacha tukukumbushe yale tuliokuandalia usiku huu. Wadau wafunguka kuhusu mkakati wa kuongeza ajira hususan kwa vijana. Mkandarasi wa barabara akalia kutikavu, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aja juu. Afrika Kusini na Marekani zatunishiana vifua kuelekea mkutano wa G20. Na kwenye michezo, TFF yaweka hadharani majina ya nyota wanaowania tuzo kwa msimu mwaka 2024-2025. Hatuna la ziada. Nikutakia usiku mwema. Mimi naitwa Ivona Kamutu. Mimi ni Ahimidiolo. Claudia Mwakatobe ametutangazia kwa lugha ya alama. Tunakushukuru sana. Bye.